wa bunduki, rais wa bunge la mwananchi, na mimi nataka kuzungumza kwa machache. Number one, mimi nataka mwalimu, daktari, nurse washughulikiwe vilivyo ndani ya taifa la Kenya. Ndugu yangu, tuache kudanganyana. Tuache kudanganyana kama wananchi. Kama utaki mwalimu aongeze mshahara, uko na shida na mwalimu. Kama utaki polisi aongeze mshahara, uko na shida na polisi. Kama utaki nurse aongezwe pesa, uko na shida na nurse. Number one, uweze linganisha mwanasiasa na daktari. Uweze linganisha mwanasiasa na polisi. Polisi anarisk maisha yake ili akulinde. Alinde biashara yako, alinde maisha yako, alinde taifa la Kenya. Mwanasiasa analinda nani? Hakuna. Ndugu yangu, tuache kudanganyana ndugu zangu. The reason why tuko kwa mess ama taifa la Kenya ni baadhi ya wanasiasa wenzetu. Si wote, lakini baadhi wao. So mimi ningependa kuomba mwananchi, kabla tulaumu polisi ya kwamba anachukua hongo, lazima tulipe polisi pesa ama mshahara kikamilifu. Hapo siwezi toka. Huwezi lipa askari shilingi 45,000. Mwanasiasa unalipa milioni 1. For what benefit? Anafanya kazi gani? Kuenda kwa ofisi, kukaa masaa 3 kukula. Then unamlipia chakula, unamlipia gazeti, unampea fuel, unampea pesa credit, then unamlipa insurance ya 60 million. Wewe unajua 60 million kwa mtu mmoja? Insurance cover 60 million kwa mwanasiasa mmoja 5 years. Askari na mwalimu tunampea, na daktari tunampea bima ya shilingi 1,500 per day. Uone hiyo jinga. Mwanasiasa anatoka hapa anaenda London, anaenda India kutibiwa. Daktari ambaye anashughulikia maisha yako ili usikufe, Mungu wa pili ananyimwa fidia ama insurance ya maisha. Tuende waje kudanganyana ndugu zangu. Sisi wanasiasa ndio tunafanya Kenya inasambaratika. Mwanasiasa amekula bilioni 1 ama 900 ama 700 zaidi ya miaka 10. Akiretire atikuna ka benefit wanapata. Unanipata vizuri? Mwalimu amefanya zaidi ya miaka 30, hakuna chochote ambacho anapewa. Kitu kidogo tu. Mwalimu akiretire maisha yake anazidi kukosa heshima yake kama mwalimu. Polisi akienda retire, badala apate heshima kama askari ambaye alikuwa anapigania taifa la Kenya, anakosa kusomesha mwanawe kwa sababu mwanasiasa amenyonya pesa zote inaenda kwa mfuko zao. Nataka kuomba Wakenya wenzetu, tuangalie jinsi tunasimama na vijana wetu, manko zetu, manti zetu, watoto wetu, mababa zetu, maguka zetu, polisi na daktari na walimu.